Hebu tusome kitabu kile, unaweza kanielewa. Ongezea kitabu cha Mithali 24 ule mstari wa 10. Anasema hivi kwenye Mithali, ukizimia siku za taabu, nguvu zako chache. Manake kama una nguvu chache, nilikwambia hivi na nakwambia hivi, ukiona umeugua, cha kwanza kabla ya kuanza medicine, kuanza hospitali, cha kwanza waza uhusiano wako, nguvu za Mungu zipo. Unanielewa? Kwa sababu si kila ugonjwa. Yule mtoto ni kwa vile tu basi nilikuwa ni uwezo wangu, nikamwambia mtoeni mzalimu, leteni hapa nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu unagundua vita vyake sio vya hospitali. Tatizo, usikiliza, wakati Lazaro anaugua, Yesu anamwambia hivi, ugonjwa wa Lazaro sio nini? Ugonjwa wa Lazaro sio mauti. Maana yake kuna ugonjwa mwingine ambao unakuwa ni nje ya jinsi ambavyo unaweza kuwa unafikiri. Wao walipokuwa wanafikiria wanapambana ndugu yao wasife, lakini wanaonyeshwa ndani ya ugonjwa sio wa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshasoma hiyo Mithali. Mithali 24 kunasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Nguvu ni chache. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha Mathayo, cha nini? Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 13 ule mstari wa 6 mpaka 12. Tunakutana na mtu mmoja anaitwa Paulo. Paulo anakutana na kiongozi mmoja anaitwa Sergio Paulo. Yule Sergio Paulo pale alipokuwepo, palikuwepo wana mchawi. Yule mchawi alikuwa anaitwa Bari Yesu. Elima jina lingine. Anafika pale Paulo, yule mchawi anatafuta kuzuia kwamba yule kiongozi asilipokee neno. Maana yake kuna nguvu ya giza ilikuwa inatendeka pale. Tusome pale afu tuendelee. Tendo la Mitume 13 mstari wa 12. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi. Wakamwona mtu mmoja mnini? Mchawi, nabii wa uongo. Wakamwona mtu mmoja ni mchawi, afu ni nabii wa uongo. Myahudi. Jina lake Bari Yesu. Unajua Bari Yesu kwa Kiswahili, yani ile bar kwa Kiswahili ni mwana. Wametumia lugha ya nini? Kwa Kiswahili ina maana anaitwa mwana wa Yesu. Kwa hiyo jina linaweza likawa jina nzuri, lakini mtu eti wewe ni mwana wa nani? Eti Bari Yesu. Endelea basi. Anasema 7, mtu huyo alikuwa pamoja na liwali. Mtu huyo alikuwa na liwali Sergio Paulo. Mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli. Liwali yule akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao. Hapo hiyo bato unaiona nini ilikuwa inatumika hapo? Kwenye kushindana nao nini kilikuwa kinatokea? Maana yake ni kwamba nguvu ya Mungu inashindana na nguvu ya giza. Akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha. Unaona hicho kitu anachokifanya? Akitaka kumtia yule liwali moyo wa kutoku, lakini Sauli ambaye ndiye kutokuamini lile neno analoambiwa na Paulo. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho akasema, mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi na adui wa haki yote, uachi kuipotoa njia ya Bwana iliyonyooka. Basi angalia mkono wa Bwana huu juu yako, nao utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Nini kimetokea hapo? Anadhihirisha nguvu alionayo Paulo. Kamchawi tu kana kutoa jasho. Hapa Paulo anakutana na huyo ni mchawi wa viwango vikubwa. Paulo anaamua kushindana naye. Na nani ameshinda hapo? Nguvu ya Mungu imeshinda. Sema na leo nguvu ya Mungu itashinda. Sema na leo nguvu ya Mungu itashinda.
ukiwa na Mungu ambao hana nguvu. Mimi kilichonitoa kwenye dini na kuamua kuokoka, cha kwanza ni kutafuta nguvu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nilijua kule ninasali lakini hakuna nguvu. Hivyo unaelewa? Mimi kilichonitoa ni nguvu. Kama ni dini, hakuna dini nzuri ya kiutaratibu wa kidunia na iliyoenea kama ya kwangu nilikuwa nasali mimi. Yenye utaratibu, yenye protocol nzuri, majengo mazuri, inaenea dunia nzima. Kuna nchi nyingine ilikuwa ina dini yangu tu, haina dini nyingine. Kama zipo nyingine ndogo ndogo sana. Lakini kilichonitoa mimi ni nguvu. Kwa nini? Niko kwenye dini lakini wanaweza kuniloga, wanaweza kunifanyia chochote wanachotaka kufanya, wanaweza kubadilisha chochote. Haleluya! Nguvu ya Mungu inapatikanaje? Nguvu ya Mungu inapatikanaje? Namna ya kupata nguvu ya Mungu, neno, maombi. Neno, maombi. Kufunga kwa maana yake maombi. Neno, yaani lazima uwe mtu wa kufunga, mtu wa kutafuta nguvu za Mungu. Ni mtu wa kufunga na mtu wa kutafuta neno, kusoma neno. Haleluya! Lazima uwe na neno. Anasema nao wakamshinda. Kwa nini? Kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno. Damu ya mwana kondoo na kwa neno. Maana lazima maombi yako pia yawe na nini? Neno la Mungu. Haleluya! Lazima yajae neno la Mungu, ndipo unaweza kumshinda shetani. Haleluya! Ukiwa na neno tu hauna maombi, hakuna kitu ndani yako. Kama ni hivyo, watu walioshika maandiko wangekuwa na nguvu. Na ndio maana ukiwauliza mbona hao lokole, mbona mnasema wana maandiko machache? Mbona akiokea watu mikono wanapata nguvu inatokea? Mbona watu wanapona? Ni kwa sababu walokole wametaka vitu viwili. Wametaka maombi, wametaka nguvu. Wametaka Bwana na nguvu zake. Wametaka Bwana na nguvu zake. Unaweza ukawa na andiko moja lakini ukawa na nguvu kubwa sana ya Mungu. Kwa nini? Wewe umelichukua lile neno ukaliwisha, ulichukua lile andiko ukaliwisha likawa neno, likawa hai. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nikuongezee kitabu kingine. Kitabu kingine Marko tulisoma na tuirudia tena. 3 mstari wa 27. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anaendelea kufungua, sikiliza nikwambie haya. Yesu alipoangalia mji wa Yerusalemu aliulilia. Akawaambia, laiti ungechua Yerusalemu ya kupasao ungetubu. Lakini anawaambia saa inakuja ambao adui zako watakufanyaje? Watakujengea boma, watakuzunguka. Kwa sababu haukujua nini? Haukujua majira ya kujiliwa. Kuna wakati ambapo unaposikia neno la Mungu hivi kwamba Bwana anasema tafuta nguvu, ndio wakati wa kutafuta nguvu, kwa sababu pengine kwenye ulimwengu wa roho tayari adui wameandaa kwamba waje wakujengee boma, kwamba wakutawale. Hivi jiulize, leo umelala ukaamka huko msukule. Yaani umelala Daudi, ukaamka asubuhi tayari wewe huko kwa mwanakara nkoko. Yaani ndio anakuwa kwanza ukianza ile unashtuka, sio ukishtuka akili ndio unaangalia kule. Unashangaa nakwambia, yanacheka kwanza. Wanaanza kuziangalia kajina la Yesu. Hebu sema sasa hapa tumesha kuteka. Hivyo wewe kujiuliza, kama kuna kitu ambacho nikikumbukaga natafuta nguvu za Mungu sana, ni habari ya kutekwa. Kutekwa kiroho, kutekwa kichawi, kutekwa kishirikina, kuchukuliwa. Yaani unahamishwa. Mbaya zaidi kama hujajua, wewe utakuwa unawaona watu lakini hawakuoni, umehamishwa. Hebu funga macho. Sikupeleki, wewe funga tu macho. Awendi, funga tu macho kidogo. Jamani, hivi nyinyi kumbe mnaogopa kwenda msukule. Sasa kwa nini muombe? Nakwambia tu funga macho, umetoa namna hii kama mimi nisije nikajikuta nimefungua niko kule. Wewe funga macho. Hebu tafakari sasa hiyo, sasa umekuja kufungua. Wewe fungua. Unafungua namna hiyo macho, tayari wewe ni msukule sasa. Yaani hapo ndio uko kwenye vile vibibi vile vibao vile vinini vimekaa na kuchezea. Wakiamua kukalia wewe ndio kiti siku hiyo unakaliwa. Eti dada unaionaje hiyo? Anza kuomba. Fanya maombi. Tafuta nguvu ya Mungu kwa gharama yoyote. Tafuta nguvu ya Mungu kwa gharama yoyote.
ili usiweze kuchukuliwa, ili usiweze kutekwa. Mpendwa, mimi nakwambia leo na nakwambia uamke. Amka. Ukiona ka usingizi kazuri, jua pembeni yake ujui wanafanya kuna nini kinafanyika. Ukiona usingizi unakubana vizuri sana, jua kuna kitu kibaya kinataka kutokea. Yesu anakuta wanafunzi wamelala. Kwa nini nalala? Amkeni muombe. Amkuweza kisha na mimi hata kisali moja. Anarudi tena anakuta wamelala. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hakutaka watu wafanyeje? Punguza usingizi upate nguvu za Mungu. Tenga muda wako wa kuomba. Tenga muda wako wa kutafuta nguvu ya Mungu. Anasema mtafuteni Bwana maadamu. Maana yake kuna watu kati atapatikana, muiteni maadamu yupo karibu. Ni wakati atakuwa mbali, unaelewa? Unaelewa? Anaposema maadamu anapatikana kwa kuwa anapatikana. Kwa sasa hivi tafuta nini? Tafuta nguvu ya Mungu uwe salama. Soma pale Marko 3:27 anasema hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yeye. Unaona hicho kitu? Asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Ukiona pepo limeingia ndani, ukiona kuna kitu kimeharibu au kimeweza kuingia, jua mtu wewe ambao mwenye nguvu umepungukiwa nguvu. Inakulazimu utafute nguvu. Inakulazimu uamue kufunga na kuomba. Inakulazimu utenge muda wako kutafuta nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baba mmoja akawa amezidiwa. Anasema, wanakuja. Anawaona lakini hana nguvu ya kuwazuia. Yaani mimi wakitokea na wapiga mbaya kabisa. Sema na wapiga haswa. Sasa mwingine wanaanzaga hivi. Akija anakuja na ule mzimu wa babu yako, kama unamkumbuka kwa sura, linakuja jisho. Mimi ni mtu mwema. Mimi mzee wangu alipokufa likawa linakuja, wanatumia ile sura ya yule mzee. Anakuja kama vile mtu mwema. Unaweza kawa unafurahia kwamba anaongea na baba yangu, ananitokeaga baba yangu. Majini, baba alishakufa. Ni maroho yamechukua sura, yamevaa. Kuna injili nyingine namsikia mtu mmoja, nisijui nitumie neno gani kumuita. Anashauri watu kurudi kuanza kuabudu mizimu. Kama mmewaona hawa nyakati za mwisho hizi, yaani wewe uweze kuenda kuomba pale kwenye kaburi la mzee nani pale, uanze kumomba mzee wangu naomba. Shetani yuko kazini, atainua wachungaji wengi, watakuwa na majina, watakuwa na mahela, lengo kurudisha watu kuabudu miungu, lengo kurudisha watu kwa shetani. Hivi wanataka kwenda, yaani maandiko yanasema hakuna jina jingine tuliopewa litupasalo kuokolewa kwa hilo isipokuwa ni jina la Yesu peke yake. Hilo ndio jina linatakiwa tuliite. Mimi nikaita jina la babu yangu, nikaanza kuita jina la bibi yangu, anaweza kanisaidia nini? Hilo jina nalitoa kwa Biblia gani? Kwa andiko gani? Andiko gani linaweza likanipa uhalali? Maana yote maandiko yanasema lolote tufanyalo katika nini? Katika neno na katika tendo tuyafanye kwa jina la Bwana. Hapo kuna jina la Bwana lipi ambalo tutasimamia? Hakuna shirika kati ya waliokufa na walio hai. Haleluya. Yaani mtu anasema yuko ni kuwatenga, yuko sijui ni kutokuwapenda watu wali. Jamani, tuna jina moja. Mtu akishaondoka hapa duniani, kukutana ni kule. Hapa ni kama itatokea, kama utakuwa hai, kama tutakuwa hai wakati wa ufufuo wa wafu. Maana maandiko yameweka wazi wafu watafanyaje. Hiyo siku kama itatokea ndipo tutaonana hapa. Isipotokea hapa tutakutana huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawezi mtu kunyang'anya vitu vya mtu mwenye nguvu bila kumkamata kwanza yule mwenye nguvu. Maana yake lazima awe na nguvu zaidi ya yule mtu ndio aweze kumdaka, ndio aweze kunyang'anya. Ukiona vitu vyako vinaonewa, biashara yako inaonewa, uchumi wako unaonewa, jua nguvu zako ni chache. Maandiko yanasema, tumesoma kwenye kitabu cha Mithali 24 mstari wa 10 kwamba ukizimia siku za taabu, nguvu ni nini? Ni chache. Unaingia kwenye chumba cha mtihani, nyinyi mnaosoma, unaingia kwenye chumba cha mtihani, unaanza kuona giza. Unagundua hapa nguvu zangu natakiwa niongeze nguvu. Inaita nguvu za Mungu. Na nyinyi watoto muombe, mnaomba nguvu za Mungu sana. Maana mnasoma na watu wana nguvu za giza kubwa sana. Uwezo wa kuhamisha akili zako kupeleka kwake wanawazo. Kwa hiyo maana yake lazima uwe na nguvu ya kulinda. Sasa wewe lala. Sawa